Mwalimu, samahani kidogo, kumekuwa na shida kwenye siku hizi kwenye swala la kunena kwa lugha. Kuna wengine wanasema wananena kwa kweli, kuna wengine wanasema wanaita miungu ya kigeni, kuna wengine wanasema hata wakati mwingine pepo anaingia na ananena kwa lugha. Tusaidiaje, tutajuaje huyu anavyonena ni Roho Mtakatifu yuko ndani yake? Nimeomba samahani mapema ili tu finalize tu. Sawa. Kumekuwa na shida katika kanisa kwa sababu ilionekana mtu anayenena kwa lugha, huyo ndio mtu yuko rohoni. Na mtu kama hujawahi kumsikia kinena kwa lugha, manake huyo Roho wa Mungu hana. Eti yuko ndani yake. Kwa hiyo shida sasa ndio ikapelekea haya yote ambayo unayauliza. Kwa sababu mimi ninakumbuka tulikuwa tunaambiwa Yesu Kristo atakapokuja kulichukua kanisa, alafu Roho Mtakatifu ndani yetu ni kama chuma na smaku. Kwa hiyo manake kama hauna Roho Mtakatifu, wewe mbinguni hauendi. Lakini tunasahau pale Biblia inaposema kuwa mtu pale anapotubu, Yesu alisema mimi na Baba tutakuja kufanya makao ndani yake. Kwa hiyo Mtume Paulo analiweka vizuri, anasema kunena kwa lugha ni afadhali mtu anayehutubu. Yaani unaona kazi mimi na wewe tunayoifanya hapa iko bora zaidi kuliko mtu ananena kwa lugha. Ndivyo alivyoongea. Maana alisema mtu anayenena kwa lugha ni mtu ambaye anaijenga nafsi yake. Ni sawa na mtu anayefanya mazoezi mwenyewe huko gym. Yale mazoezi yatasaidiaje jamii? No, ni mwili wake ndo anaujenga. Kwa the same. Ndio maana Paulo akasema yani anayehutubu, anayelihutubia kanisa, kwa sababu kanisa ni mtu. Kanisa sio jengo. Kwa sisi hapa tunachokifanya kuhutubia kanisa la Kristo ambalo liko wamefungua redio wanatusikiliza, wengine wanatuangalia kwa njia ya mitandao, manake sisi tuko bora zaidi kuliko mtu ambaye ukakuta ananena kwa lugha, kwa sababu yule anajijenga nafsi yake. Sasa haya ndio yakazalisha, kwa sababu kulikuwa na aina fulani makanisani, vijana au watu wanaambiwa kuwa hawaneni kwa lugha ni wapagani. Kwa kuna wakati mwingine wakuta kabisa viongozi wanawaambia mashemasi wakati wa maombi, hebu sikilizeni, kama mtu haneni kwa lugha manake huyo ni mpagani. Na unaambiwa mpendo, una dhambi gani? Kwa hapo sasa kukazaliwa wasanii. Wasanii ambao sasa kwa sababu shemasi anapita hapa, mimi nitanena kwa lugha. Na lugha yenyewe anakuwa ameikariri. Unaona amekariri lugha, anasikiaga fulani ananena na anaanza kunena. Na wakuta hiyo lugha kila siku yani ni hivyo, basi kama sijui sasa ni vitu vya namna hiyo. Kwa kukatokea sasa hizo sintofahamu. Lakini ukweli sio kwamba mtu asiponena kwa lugha hayuko rohoni. Hapana, kuna kujaliwa, kwa sababu hiyo ni kujaliwa kwa Roho Mtakatifu. Anawajalia watu. Kuna mtu mwingine ana lugha mbalimbali. Yaani ukimsikia leo anavonena sio kesho atakavonena hivi. Ukisikia kesho kutwa yake hujawahi kusikia tena. Ukisikia kesho kutwa yake hujawahi kusikia tena. Alafu kuna watu wengine unakuta anavyonena ni hilo neno moja mpaka unaweza ukalikariri. Zote hizo ni kazi za Roho Mtakatifu. Kwa sio kweti ni mtu no, ni hivyo, ni kazi za Roho Mtakatifu hivyo. Kwa hiyo watu wako tofauti kwa namna hiyo. Naweza nikatolea hata mifano. Unaona mfano kama Mwalimu Christopher Mwakasege. Unamsikia leo akinena ni tofauti na kesho atakavonena. Kesho kutwa tofauti atakavonena kwa lugha. Ni amejaliwa. Lakini kuna mwingine, mtumishi mwingine utamsikia alivyonena leo na kesho utasikia amenena hivyo na kesho kutwa. Yani hiyo ni kujaliwa. Alafu kuna mwingine hutakaa umsikie hata siku hii ukimsikia akinena, lakini upako upo na nini. Kwa hiyo ni ndivyo ambavyo ilikuwa inasumbua kanisa kwa namna hiyo. Na imesumbua sana kwa vijana wa sasa. Wengi wanatafuta sasa nitajaje ndani yangu. Lakini kuna mtumishi mmoja nilipitia akawa ameonyesha kwamba kuna wengine Roho wa Mungu yupo tu, anakusaidia neno la maarifa, unakuwa na utulivu wa akili, unachokiomba kinasikika, yupo karibu na wewe. Lakini kama hujafikia kwenye kunena kwa lugha, haimaanishi kwamba Mungu akupendi au una dhambi au haupo rohoni. Alisema
kama hivyo, sio kwamba eti haupo rohoni, hapana. Au kunena kwa lugha na kuruka na kuruka na kuruka na kuharibu vitu haimaanishi basi wewe ndio umejazwa sana. Tena akasema hata kunena kwa lugha, sasa Roho Mtakatifu akimtumia mtu huwa na ustaarabu hata wa mazingira. Hashuki kwa ajili ya kuharibu vitu vya mahali pale, kamera zinatupwa kama kameramani kaka vibaya, mtumishi anashikwa shati vifungo eti ndo amejazwa huyo. Akasema hakuna kitu kama hicho. Mungu ni mstaarabu, Roho Mtakatifu tena ni wa ustaarabu sana, wa utaratibu sana, anajua kufundisha vitu hatua kwa hatua. Kumbe akasema kuna wengine wanajua kunena kwa lugha kwa rohoni, kimoyomoyo, lakini kwenye kuongea hawawezi. Na kuna yule ameweza, kinywa chake kimefunguka na ameweza kuongea. Lakini pia mpaka ufikie level hii umetakasika sana, maana kitendo cha utakaso ni kitendo endelevu, siku baada ya siku, siku baada ya siku, siku baada ya siku. Kwa hiyo akasema pia mapepo wanaingia watu na wanaongea, wanaita miungu ya kwao na vitu kama hivi na hivi kama hivi, lakini anenapo mtu kwa Roho Mtakatifu, hata wanamsikiliza wanakuwa na amani ya Kristo naturally. Lakini yule mwingine ananena afu na mwangalia habadiliki, tabia zile zile, mambo ni yale yale, yani unashangaa kwanza anakuwa na uharibifu hata wa hilo eneo. Kama ni mnaomba anapiga wenzake mangumi, jua huyo sio Roho wa Mungu, hayuko ndani yake. Lakini ikiwa ni Roho Mtakatifu, basi watu watapata majibu, watu watapata uponyaji, watu watapata amani, hata na wengine watakuwa wana uwezo wa kusikia kile anacho kisema. Lakini kuna lingine lina pepo na linakuja linaongea hivyo. Sasa usipokuwa mtu wa roho na utulivu na kuwa na sikio la ndani, utafikiria ni Roho Mtakatifu, kumbe ni mtu anaimba vitu vyake, au ni mtu anafanya, unaona ile wasanii mwalimu, mtu anaimba anaanza na swaga ya kunena kwa lugha, hadi anacheka ha 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 ha. Yule alicheka, yule amecheka ha ha ha, yule amecheka. Unashindwa ndo kicheko cha roho, au ni kwenye wimbo huu lazima ilikuwa ianze na hiyo intro au ni nini? Yani kuna kuwa na usani fulani hivi. Lakini tunafurahi kwa sababu na tuendelea kutufundisha, tutaelewa. Ila ni changamoto kubwa sana kwa sasa iliyoko katika kanisa. Na wengine ili uonekane yuko rohoni, lazima yani kuna tumepata pretenders wengi pia. Yani sio ni Roho Mtakatifu amenena, ila tu ameamua tu pale. Alafu watu na wao wanaamini mtu akimsikia amenena kwa lugha, sasa jamaa yuko rohoni huyu. Kwa hiyo ni hivyo tu. Mtu anaanza kunena. Kwani hata mimi nikitaka kunena hapa nashindwa. Ili nikuelewe. Ili uelewe. Kwa watu wamefanya hivyo. Lakini kama hujanena kwa lugha, wasema huyu hayuko rohoni. Nakumbuka tulikuwa na mama mmoja kanisani, sijui labda alikuwa ni roho, labda alikuwa hajafundishwa, sielewi. Anaweza kaanza sika. Sasa mzee wa kanisa akienda kimwekea mkono, asikia usimsimisie roho. Endelea roho kunena. Sika. Yani yeye mwenyewe anajipa pozi, yeye mwenyewe. Kwa hiyo unaona vitu kama hivyo. Imekuwa ni mtihani kwa kweli. Lakini tuache usanii. Yes. Kama mtu kweli roho amekushukia, wewe mwenyewe utaona tu. Utaona tu wewe mwenyewe, yani uhitaji kuitafuta. Utaona. Kama hujawahi kunena kwa lugha, usijisikie vibaya. Hapana, sio kwamba Mungu hakupendi au hauko rohoni. Inawezekana huko. Mimi nimewahi kuona mtu akianza kunena hapo mpaka hautamani amalize. Alafu nenda kaangalie tabia zake. Ajabu. Tabia mpaka sasa yule roho ananenaga, mbona huwa habadilishi tabia za huyu mtu? Na tabia ya Roho Mtakatifu ni kutubadilisha, kuwa safi. Inakuwa ni changamoto. Sawa, tunaendelea kujifunza. Maana unaambiwa pia katika kunena kwa lugha, Baba alitufundisha Roho Mtakatifu ugua ndani yetu hata saa nyingine pasipo sisi kujua unasema nini. Lakini kuna hawa ambao wananena kwa lugha, yani kama nataka hiyo iPad yako, mwalimu naomba iPad yako, niambie hapana, namalizia orikasi. Yani vitu havieleweki, inakuwa kama ni utoto fulani
au tunakuwa kama na upuzi hivi vitu havieleweki. Lakini Roho Mtakatifu ni wa kiasi. Roho Mtakatifu anajua muda. Roho Mtakatifu yani anaelewa tena ukiwa nje ya lile patano na Roho Mtakatifu anakuacha. Yani uwezi pewa dakika baba alisema za kuhubiri 40 ukaanza kwenda mpaka 80 na tuli agree mpaka 40. Yeye atahudumia katika zile 40 zake, ujue jinsi alivyokuwa na kiasi, alafu zile 40 zako utakuwa ni wewe mwenyewe. Utaenda mwenyewe. Kwa hiyo ni kiasi. Kwa hiyo hata katika kunena kiasi, hata kama umepangisha kwa sababu unanena kwa lugha sio unasumbua wa mlango wa pili, kiasi. Maana yeye ni wa utaratibu 100%. Na ni kweli unachoongea. Kwa sababu mimi mwenyewe na rafiki yangu mmoja hatujakutanaga siku nyingi. Mpaka siku ile nimekutana naye mpaka nikabaki na shangaa. Alafu mimi ndo naangalia watu wanatuonaje. Ananiambia, Benson, habari za siku nyingi? Namwambia nzuri. Riba sakara baba. Unaendeleaje mtumishi wa Mungu? Naambia naendelea vizuri masaka papa. Nikasema sasa mimi sasa nakaa naangalia watu wananionaje kila akiongea na familia tunaendelea barekezende kizondo sika papa. Mtumishi wa Mungu nina furaha sana kwa ajili ya sasa. Unaona vitu kama hivyo na ni barabarani tumekutana. Kwa hiyo mpaka unajiuliza sasa ni Roho wa Mungu kweli au ni mtu tu ameamua kujifanya hivyo. Unajua mwalimu, kuna ile tabia ya kurudia vitu mpaka vinakukolea, unakuwa mwehu wa kile kitu. Inakuwa ni tabia imekuganda kwenye kona, unafikiria wakati mwingine ni Roho Mtakatifu yuko pale, kumbe hayupo. Wengine wametumia mpaka lugha ya Roho Mtakatifu kama kisaidizi. Wakati kama alitumia neno lile ile akaponywa kansa, ataenda na neno hilo kumbe kuna zaidi katika Roho Mtakatifu, kuna zaidi. Kwa hiyo watu wasitumie tu kwa yani ni moja ya nyaraka muhimu sana za serikali tukufu ya ufalme wa Mungu. Endapo ukitumia lugha hiyo pia kimakosa ni kosa na unajiletea laana. Kwa hiyo kama hujajazwa, mtake sana na nguvu zake atakuja. Lakini kama ndani yako kuna amani na unafanya anampendeza Mungu na mambo yako yanaenda katika kuomba kwako hivyo, kama ni dakika 5, ni dakika 6, ni dakika 1, ni sekunde, Mungu yuko karibu kuliko mavazi yetu. Anakusikia. Ila kama umepewa hiyo neema, itumie vizuri na isikuwe ndo fimbo ya kuwapiga wengine. Sawa.